Hello, habari, karibu tena katika channel yetu ya W Sabo Clinic. Naitwa Dr. Jimmy. Leo tutaongelea sababu za maumivu ya mgongo yanayosafiri hadi mguuni. Unakuta unapata maumivu ya mgongo yanasafiri mpaka mguuni, yanapelekea ganzi kwenye kidole, lakini pia unahisi pengine ukilala unaumia upande mmoja na unasikia kama unapigwa shoti huo upande mmoja. Sasa ndugu yangu, leo nitakuletea sababu au chanzo kinachopelekea hayo maumivu yanayosafiri hadi mguuni. Kama ni mara ya kwanza kufuatia channel yetu, basi usahau kusubscribe na comment uweze kwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Na kama bado unateseka na changamoto hii, unatafuta suluhisho, basi hapa utaenda kupata namna ya kuondokana na changamoto hiyo. Cha msingi utatuelezea ni changamoto gani inayokusumbua ili uweze kupata msaada zaidi. Sababu namba moja ni kubanwa kwa neva ya mgongo, neva ya sciatica. Neva ya sciatica ya mgongo ikija kubanwa, ambayo tunasema ni diski ya mgongo kusogea na kuvimba, mara nyingi huwa inasababisha yale maumivu unayosikia yanatoka mgongoni yanashuka mpaka mguuni mpaka kwenye kidole. Lakini pia unakuta hayo maumivu pia yanapita kiunoni au kwenye makalio, lakini pia paja au kwenye mguu. Basi ukiona hivyo, basi jua kwamba kuna kubanwa kwa neva ya sciatica, na ndio maana wewe unahisi unapigwa shoti ni changamoto kubwa ambayo inasababishwa na hii ndio sababu maarufu duniani. Ndio maana mara nyingi ukitumia viungo medi kutoka kwetu inakusaidia kuondokana na mgandamizo huu wa neva ya sciatica moja kwa moja. Lakini namba mbili tunasema diski kupasuka au kuslide. Unakuta ile diski ina slide au inapasuka. Ina maana slide inatoka kwenye position yake kidogo tu. Ikishatoka kwenye position yake kidogo, hii na mara nyingi huwa inapelekea maumivu makali sana kama umeme au kama moto unaopata kushuka hadi mguuni. Kwa hiyo ukipata changamoto hiyo, basi jua diski yako imeweza kupasuka au imeweza kuslide. Na kama diski yako imepasuka au kuslide, hapo kuna namna ambavyo unaweza ukapata tiba, na mara nyingi inapatikana kwa wale watu wanaokaa kwa muda mrefu au kubeba vyuma bila kujali, bila kuzingatia uzito walionao. Ndio maana inakuwa ina slide au inapasuka. Lakini misuli ya kiuno kukaza kupita kiasi, wengi wao wako hapa, misuli yao ya kiuno inakaza kupita kiasi. Misuli ya kiuno inakaa juu ya neva ya sciatica moja kwa moja, huwa ikikaza huwa inapelekea hayo maumivu ya kuanzia juu yanashuka mpaka mguuni, kiunoni, mgongoni, lakini pia kwenye paja unapata maumivu mpaka kwenye mguuni au kwenye kile kidole. Basi jua ni changamoto kubwa sana inayopelekea maumivu hayo ya maumivu hayo ambayo unakuwa unayapata. Lakini pia ambayo mfereji wa neva kuwa mwembamba, mfereji wa neva kuwa mwembamba ni hatari kubwa kiafya, na mara nyingi inaonekana zaidi kwa wale watu wenye kuanzia miaka 40. Kwa hiyo haya maumivu yanaongezeka pale ukitembea na yanapungua pale ukikaa. Ukiona changamoto hiyo, basi shtuka. Lakini pia misuli ya kiuno kukaza kupita kiasi, misuli inayokuwa juu ya neva ya sciatica mara nyingi au ikikaza huwa inasababisha maumivu yaweze kushuka mpaka chini. Lakini kuandamizwa kwa neva kutokana na mkao mbaya, umekaa vibaya, umekaa bado tunasema ni poor posture, ukikaa vibaya au kulala vibaya inaweza kusababisha hayo maumivu. Kwa hiyo lazima uangalie mikao yako inakuaje. Wale tunaofanya kazi za kukaa kwa muda mrefu, tunaokaa kwenye kiti kwa muda mrefu, nakuta position zetu pia zinatuasili, position zetu pia zinatunyanyasa, zinatusababishia changamoto kubwa. Ndio maana wengi wamekuwa wakiugua wakipata haya maumivu kila siku. Lakini pia kuvimba kwa viungo vya mgongo, yani maumivu, kuvimba kwa baadhi ya viungo vya mgongo huwa yanapelekea maumivu makali, na haya huwa yanaongezeka pale unapotembea au unatembea vibaya au kubeba mzigo mzito upande mmoja, utasikia maumivu, basi jua umevimba viungo vya mgongo. Lakini pia mwisho, kuchoka au kuumia misuli ya mgongo. Ikitokea umechoka au misuli ya mgongo imeweza kuumia, basi utaweza kupata changamoto hiyo. Hii inatokana na kufanya kazi nzito. Lakini pia kuna wale watu wa bodaboda, wale wanaotengeneza majengo, wale mafundi, lakini pia na jimu isiyo sahihi, na wale wanaokuendesha zile bajaji unakuta wamepinda hivi. Hiyo ni changamoto kubwa, inaweza kupelekea haya maumivu makali sana. Ndugu yangu, kama huko hapo na changamoto hiyo, basi hiyo ndio sababu. Tuambie au unafikiria wewe kwako ni sababu gani, au baada ya kuchunguza uligundulika na sababu gani. Na kwenye upande wa tiba ya kwa sababu hapa tunaongelea viungo, wengi wamekuwa
wamekuwa wakitumia tiba wapati matokeo. Kitu kimoja kinachosababisha upate matokeo ni kwamba tunakariri tu kwamba mtu akiwa hivi labda changamoto yake ni hivi, bila kutafuta suluhisho la moja kwa moja, kutafuta chanzo cha tatizo. Tukishapata chanzo cha tatizo ni rahisi sana itakayoweza kusaidia kuondokana na changamoto hiyo. Sasa ufanye nini ili kuweza kupunguza? Kwanza tunasema unatafuta kitambaa, yani unajikanda. Jikanda kwa maji ya uvuguvugu, inalegeza misuli na kupunguza pressure kwenye neva moja kwa moja. Namba 2 ni mazoezi ya sciatica. Mazoezi ya sciatica nimeshaelezea namna kwenye clips zilizopita namna ya kuyafanya, lakini pia epuka kwa kukaa muda mrefu na epuka mikao ambayo unaona sio mizuri sana. Lakini pia massage ya mgongo. Kama uwezi mke wako, mpenzi wako kufanyia mume wako, basi hakikisha nenda sehemu ya massage waweze kukutengeneza. Lakini pia pengine unaweza kutumia painkillers kwa ajili ya kuondoa baadhi ya maumivu makali ambayo unatakiwa unakuwa unayapata. Na pengine ukiona dalili hizi, basi ujue ni hatari kwa afya yako. Kama mguu unakufa ganzi moja kwa moja, ni hatari, shtuka, unatakiwa kutafuta suluhisho mapema. Namba 2, mguu unakosa nguvu, mguu unakuwa mdhaifu, ndugu yangu, ni hatari kwa afya yako. Lakini pia maumivu makali siku 7 bila kupungua, unapata maumivu kwa mwendelezo bila kupungua, ni hatari. Kudhibiti haja ndogo au kubwa kunakuwa shida. Sasa wengi wameshafikia sehemu hiyo, unakuta kudhibiti ile haja ndogo au kubwa inakuwa shida, ni hatari kwa afya yako. Ingawa na bawasiri inasababisha mtu kushindwa kuzuia haja kubwa moja kwa moja na ndogo. Na kama unapitia changamoto ya bawasiri, tibu mishipa kwenye njia haja kubwa, ndio chanzo cha tatizo. Ndio maana wanaotumia Pailikea wamekuwa wakipata matokeo ya haraka. Kama una changamoto ya bawasiri, wasiliana na Dr. Jimmy leo kupata suluhisho. Kama ni mara ya kwanza kufuatilia channel yetu, basi subscribe au comment kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Karibu na Mungu akubariki.